Anze kwa swali moja la moja kwa moja na uwe mkweli kabisa na nafsi yako. Kama ungejiweka sokoni leo, ungejipanga kwenye kiwango gani cha thamani ya uchumba? Hii ndio dhana ya market value au mate value. Si kuhusu kujidharau au kujiona bora kuliko wengine, bali ni kujitambua kwa uhalisia. Kwa mujibu wa kitabu Why Men Want Sex and Women Need Love cha Alan Peace na Barbara Peace, wanaeleza kwamba wanaume na wanawake wana vipaumbele tofauti wanapochagua wenza. Wanaume kwa kiasi kikubwa huvutiwa na mvuto wa kimwili na ishara za uzazi, youth, afya, mwonekano, wakati wanawake wanatafuta zaidi usalama, uthabiti na uwezo wa mwanaume kutoa maisha yenye uhakika. Lakini hapa ndipo watu wengi hukosea. Wanataka mtu wa kiwango fulani wakati wao wenyewe hawapo kwenye kiwango hicho. Sasa, fikiria hivi. Kama wewe ni mwanaume unayetaka mwanamke mzuri, mwenye akili, anayejitambua na anayejiheshimu, je, wewe unaonyesha sifa gani zinazomvutia mwanamke wa aina hiyo? Je, una uthabiti wa kihisia? Je, maisha yako yana mwelekeo? Au bado unaishi kwa kubahatisha, bila dira? Kwa upande mwingine, kama wewe ni mwanamke unayetaka mwanaume mwenye msimamo, mwenye uwezo wa kifedha na anayejiamini, je, wewe unajitengeneza kuwa mwanamke anayevutia mwanaume wa aina hiyo? Je, una utulivu wa kihisia, heshima na uwezo wa kujenga ukaribu wa kweli? Hapa ndipo mate value test inapoingia. Ni kipimo cha kimya kimya kinachotokea kila siku kwenye maisha yako ya uchumba. Hakuna fomu unayojaza, lakini matokeo yake yanaonekana wazi kupitia watu unaowavuta. Kama unajikuta kila mara unapata watu wasiokufaa, wasio na malengo, wasiokujali au wanaokuumiza, hilo si bahati mbaya. Mara nyingi ni kioo kinachoonyesha kiwango chako cha sasa sokoni. Sio kwa maana kwamba wewe ni mbaya, bali kuna sehemu bado hazijakomaa au hazijaonekana kwa wengine. Kitabu kinaeleza pia kwamba watu huvutiwa na wenza walio karibu na kiwango chao cha thamani. Ndio maana mwanaume asiyejiamini mara nyingi atahofia kumfuata mwanamke wa kiwango cha juu, atajikuta anachagua waliopo chini kidogo ili ajisikie salama. Vivyo hivyo, mwanamke anayejithamini sana hatoingia kwenye uhusiano unaomdharau, hata kama kuna mapenzi kiasi gani. Sasa, swali linakuwa, kwa nini unawapata watu wasiokufaa? Jibu linaweza kuwa kwenye mambo kadhaa ya ndani. Kwanza ni viwango vyako binafsi. Je, unakubali vitu ambavyo moyoni unajua havikufai? Watu wengi wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu ya upweke, si kwa sababu ya uchaguzi sahihi. Pili ni taswira unayoitoa, unavyojionyesha kwa watu. Kama unaonekana huna msimamo, watu watakuchukulia kirahisi. Kama unaonekana hujiheshimu, utavutia watu wasio na heshima. Na jambo la tatu ambalo ni muhimu sana kulingana na Allen na Barbara Peace ni tofauti ya mahitaji ya msingi. Mwanaume anatafuta zaidi ngono kama njia ya kuthibitisha uhusiano, wakati mwanamke anatafuta upendo na ukaribu wa kihisia kama msingi wa uhusiano. Hii ikichanganyika vibaya, unaweza kujikuta kwenye mzunguko wa kuvutia watu ambao wanataka kitu tofauti na wewe. Lakini habari njema ni hii. Thamani yako sokoni si ya kudumu. Unaweza kuibadilisha. Kupandisha thamani yako haikumaanishi kujifanya mtu mwingine. Inamaanisha kujiboresha kwenye maeneo muhimu. Kwa mwanaume, hii inaweza kuwa kujenga uthabiti wa maisha yako, kuwa na dira, nidhamu na uwezo wa kufanya maamuzi. Wanawake wengi wanavutiwa na mwanaume ambaye anaonekana anaelewa maisha yake yanaenda wapi. Pia ni kujenga kujiamini, si kwa maneno, bali kwa matendo. Kwa mwanamke, kupandisha thamani kunaweza kuwa kujijali kimwili na kihisia, lakini pia kujenga uwezo wa kuwasiliana na kuleta amani kwenye uhusiano. Mwanamke anayejiheshimu, anayejua mipaka yake na anayetoa hisia za utulivu huwa na mvuto mkubwa sana kwa wanaume wa kiwango cha juu. Kwa wote wawili, kuna mambo ya pamoja: kujitambua, kujiamini, kuwa na viwango, standards, na kutokubali chini ya unachostahili. Hii sio arrogance, ni kujiheshimu. Na hapa kuna ukweli ambao watu wengi hawapendi kusikia.
huwezi kuvutia mtu wa kiwango cha juu kwa muda mrefu kama wewe mwenyewe haupo kwenye kiwango hicho. Unaweza kumpata kwa bahati, lakini kumweka ni jambo lingine kabisa. Kwa hiyo badala ya kuuliza, kwa nini napata watu wabaya? Anza kuuliza, ni sehemu gani ya maisha yangu inahitaji kukua ili nivutie mtu bora? Hapo ndipo mchezo unabadilika. Unatoka kwenye kulaumu, unaingia kwenye kujenga thamani yako mwenyewe. Na unapofanya hivyo, hutahitaji hata kuwatafuta sana watu sahihi. Wataanza kukutafuta wewe. Mwisho kabisa, kumbuka hili. Soko la uchumba halidanganyiki. Linakupa kile kinachoendana na kiwango chako cha sasa. Ukibadilisha kiwango, matokeo yanabadilika moja kwa moja. Sasa, jiulize tena. Thamani yako ya uchumba ni ngapi kwa sasa? Na uko tayari kufanya nini ili kuipandisha? Subscribe kwa mafunzo zaidi.